Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na wakati huu tunatazama namna operation ya Marekani na Israel ilivyoweza kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mnamo siku ya Jumamosi, shambulizi lililofanywa kati ya Marekani na Israel lilimuua kiongozi mkuu wa Iran. Halikutokea usiku wa manane kama ilivyotarajiwa, lakini katikati ya asubuhi. Hii ni kwa sababu Marekani na Israel ziliamua kuchukua fursa ya sehemu muhimu ya kijasusi iliyoficha saa chache kabla ya tukio hilo. Kwa miezi kadhaa walisubiri fursa wakati maafisa wakuu wa Iran wangekusanywa pamoja na kujua kwamba kiongozi mkuu Al-Khamenei angekuwemo kwenye boma moja katikati ya mji wa Tehran Jumamosi asubuhi. Pia walijua eneo la maafisa wengine wa ngazi za juu wa kijeshi na ujasusi ambao wangekutana kwa wakati mmoja. Kwa miezi kadhaa nchi zote mbili zilifuatilia mienendo ya kiongozi huyo mkuu ambaye alitawala Iran tangu mwaka 1989. Mbinu kamili walizotumia ni siri, ingawa Rais Trump aligusia kitu katika chapisho la mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Hakuweza kukwepa ujasusi na mifumo yetu ya ufuatiliaji ya hali ya juu. Alitoa maoni. Inaweza kuwa chanzo ni mwanadamu, lakini kuna uwezekano zaidi kwamba ilikuwa ufuatiliaji wa kiufundi wa watu binafsi. Katika vita vya siku 12 vya mwezi Juni iliyopita, Israel ililenga wanasayansi na maafisa wanaohusishwa na mpango wa nyuklia wa Iran, na inasemekana ilitumia upenyezi wa mifumo ya mawasiliano ya simu za mkononi kuelewa mienendo yao. Wakati mwingine hatua hiyo ilihusisha kufuatilia mienendo ya walinzi wanaohusishwa na maafisa wa ngazi ya juu. Kwa muda mrefu hii inaweza kusaidia kujenga mtindo wa maisha, kutabiri na kuelewa shughuli na pia kutambua nyakati za hatari. Iran ilijua kwamba kiongozi huyo mkuu yuko machoni mwa maadui zake, na kwa hivyo kushindwa kutambua na kushughulikia udhaifu huu katika miezi ya hivi karibuni kunaonyesha aidha kushindwa kwa kiasi kikubwa katika usalama wa Iran na kukabiliana na ujasusi, au uwezo wa Israel na Marekani kuendelea kurekebisha mbinu zao na kutafuta njia mpya za kufuatilia. Huenda wa Iran pia walifikiri kuwa shambulizi la mchana lilikuwa na uwezekano mdogo katika kesi hiyo. Taarifa za kijasusi kwa mujibu wa gazeti la The New York Times zilizotoka kwa CIA, lakini zikapewa Israel kutekeleza shambulizi hilo. Kila kitu kinaonyesha kuwa kuna mkanganyiko wa majukumu. Israel inazingatia mashambulizi dhidi ya viongozi na Marekani inalenga maeneo ya kijeshi. Intelijensia inatoa taarifa za kutosha kutabiri mienendo ya kiongozi mkuu na maafisa wengine kwa kupanga shambulio na ndege yenye uwezo wa kurusha makombora ya masafa marefu. Badala ya shambulizi moja dhidi ya Ayatollah Al-Khamenei, mpango ulikuwa shambulio la kwanza la bomu ili kuanzisha kampeni pana zaidi ya kijeshi, na ilitumiwa ili kutumia fursa iliyojitokeza. Ndege za Israel huchukua takribani saa 2 kufika Tehran, lakini haijabainika zilitumia umbali gani kutekeleza shambulizi hilo. Imeripotiwa kuwa ndege za Israel zilitumia mabomu 30 kushambulia boma alilokuwemo kiongozi mkuu mwendo wa saa 9 na dakika 40 asubuhi kwa saa za huko. Hii ni kwa sababu kiongozi mkuu alitumia chumba cha chini ya ardhi kwa ajili ya ulinzi, ingawa chumba hicho hakikuwa moja ya vyumba vya chini zaidi ya ardhi katika utawala wake. Mashambulizi mengi ya risasi yanaweza kuwa yalipenya kwa kina cha kutosha ili kuhakikisha kuwa shabaha ilifikiwa. Maeneo mengine katika mji mkuu wa Iran pia yalishambuliwa, ikiwa ni pamoja na ofisi ya Rais Masoud Pezeshkian ambaye baadaye alitoa taarifa akisema yuko salama. Israel ilisema maafisa 7 wakuu wa ulinzi wa Iran ni miongoni mwa waliofariki, akiwemo katibu wa baraza la ulinzi Ali Shamkhan, waziri wa ulinzi Brigedia Jenerali Aziz Nasirizadeh na kamanda wa IRGC Jenerali Mohammad Pakpur. Wakati ndege hizo ziliposhambulia ilikuwa usiku wa manane huko Mar-a-Lago, Florida, ambapo Trump alikuwa amekutana na baadhi ya maafisa wake wakuu kufuatilia maendeleo. Baada ya saa kadhaa ilithibitishwa kwamba kiongozi mkuu alikufa katika mashambulizi hayo. Iran iliingia katika simanzi nyingine. Shambulizi dhidi ya Ayatollah Al-Khamenei liliwainua wa Iran na kusema kwamba sasa watasimama imara kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Marekani iliyofanya ukatili ambao haumithiliki.
Sasa Iran inaendesha mapambano makali dhidi ya Israel pamoja na Marekani, na hata wakati huu msaada mkubwa ni kutoka katika makundi ya wapambanaji, hasa kundi la Hizbullah, lakini pia kundi la wapiganaji la Kihouthi. Intelijensia ya hali ya juu ilitumika katika mauaji haya ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji wa The World News, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.